إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من اتقى الله نجا. Ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa njema kamilifu tukufu ni zake Allah, anastahili kushukuriwa, kuhimidiwa na kutukuzwa. Allah ni mmoja, hana mshirika, hakuzaa wala hakuzaliwa, hilo halina shaka. Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ni mja wake na ni mtume wake, hakuna mtume wala nabii baada yake. Imamu wa manabii, kiongozi wa mitume, rehma na amani zimwendee yeye na watu wake wa nyumbani na masahaba zake watukufu wote kwa jumla, na Waislamu watamfuata mwenendo wake hadi siku ya malipo. Waja wa Allah, maneno ya kweli ni maneno ya Allah, na njia ya kufuata ni njia aliyotufunza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mambo mabaya ni yale ya kujianzia ndani ya dini. Kila cha kujianzia ni uzushi, na kila uzushi ni upotevu, na kila upotevu ni motoni. Waja wa Allah, muogopeni Allah, ukweli wa kumwogopa. Bila shaka katika kumwogopa Allah utafaulu duniani na akhera. Ibada Allah, إبراؤنا بركة البيوت ونور المجالس وأمان القلوب. إذا جلس الكبير جلس معه الزمن احتراما، فوراء كل مجتمع ثابت شيوخ صابرون. واعلموا أن الشيب رسالة صامتة تقول: تعلمت قبلك. قال الحسن البصري رحمه الله: ما شاب رأس عبد في الإسلام إلا كان له نور يوم القيامة. وجوا الله، hakika wazee wetu ni baraka ya manyumba na ni nuru ya vikao
na ni amani ya nyoyo zetu. Akiikaa mzee, bila shaka anaikaa na wakati ambao unaomtukuza, kwa kuwa kila nyuma ya mujtamaa ambao umeongoka na uko vizuri, bila shaka nyuma yake kuna wazee waliosubiri, waja wa Allah. Eleweni ya kwamba uzee na hivi ni ujumbe ambao umekaa kimya, unaosema mimi nimejifunza kabla yako. Ndio maana Hasanul Basri anasema katika maneno yake, Allah mrehemu, kwamba hazeeki kichwa chochote kile kikawa na mvi kwa uzee katika Uislamu, isipokuwa hiyo ni nuru itakayomsaidia mja wa Allah siku ya Kiyama. Waja wa Allah, inna taqaddum almujtamaati la yuqasu faqat biquwwati shababiha, hakika maendeleo ya jamii haiko tu kwenye nguvu ya vijana wake, hapana, bali yuqasu aidan bihikmati shuyukhiha, bali maendeleo ya jamii pia inapimwa kwa hekima ya wazee wa jamii hiyo. Inna kibara sin laisu safhatan min almadi, hakika wazee wenye miaka mingi sio habari iliyopita, hapana, bal hum juz'un min alhadir wa sina'i almustaqbal, bali wazee ni sehemu kwa haya maisha ya sasa tunayoishi, na wao wanatengeneza maisha ya mbele. Anasema Allah, wa man nu'ammiruhu nunakisuhu fil khalqi afala yaqilun, na yule ambaye tunayemruzuku miaka mingi akazeeka, nunakisuhu fil khalqi, tunampa mapungufu katika maumbile. Alikuwa anatembea anashindwa kutembea, alikuwa anasimama vizuri anapinda mgongo wake, alikuwa na uwezo wa kunyanyua kilo 50 hawezi isipokuwa 15, alikuwa na uwezo mkubwa wa nguvu, lakini nguvu zimemalizika, mikono inatetemeka, haoni vizuri, hasikii vizuri, hawezi kuikaa kama unavyoikaa. Nunakisuhu fil khalqi, tunampa upungufu kwenye maumbile. Allah anaendelea, afala yaqilun, hivi hawatumii akili? Ni kama vile Allah anatuambia kwamba hakika udhaifu wa mwili kwa mzee haumaanishi udhaifu wa akili. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, albarakatu ma'al akabir, baraka inapatikana pale ambapo mna wazee wenu. Falbarakatu fi araihim, baraka iko kwenye rai zao na fikra zao, kuna baraka. Wa fi tajarubihim, na katika experience yao pia kuna baraka, na pia katika mtazamo wao wa kindani kwenye maendeleo. Waja wa Allah, eleweni ya kwamba wazee katika mujtamaa wanatumiwa kwenye sehemu kubwa ya maendeleo ya jamii. Bila shaka miongoni mwa mambo ambayo wazee wako mbele kwenye maendeleo ya jamii na qulul qayyim wal akhlaq, wazee ni wao ndio wanaoongoza tabia nzuri na msimamo uliokuwa sahihi. Fahum hamalatu din, wazee ndio wanabeba dini, wa rasul adati, na wao ndio vichwa vya ada, wanazijua ada na wanajua utamaduni. Wazee yanquluna lil ajyal, wazee wanatransmettre kwa mafamili, kwa majeli na majeli, yani generation na generation, wanawapelekea nini? Asidqu, ukweli,
al-amana, amana, as-sabru, subra wa ihtiramu al-akhar, na wanawafunza wanaokuja kuwaheshimu wengine. Hii ni dauri ya wazee, hii ni sehemu ya wazee kwenye mujtamaa. Wanafunza ukweli. Wazee ndio wa kweli, kwa kuwa wao waliaishi mengi. Labda walisema uongo zaidi yako wewe. Wameshakuwa wazee, wana hekima ya yale walioyaishi, ni wa kweli. Al-amana, ni wazee ndio wanaweka amana. Wazee hawako sehemu ya kubomoa amana, bali wazee ndio wanaweka amana, kwa kuwa wameyaishi mengi, labda wamepoteza mengi, lakini kwenye uzee wao wametulia, wanaweka amana na kuwafunza vijana kuweka amana. Hii ni dauri kubwa ya wazee. Asabru, kusubiri. Mzee ameshapitia mengi, ameshapitia matatizo ambayo wewe haujayafikia, na labda akikuhadisia utaomba ardhi ipasuke, wewe uzikwe. Mzee ameyapitia, fabihadha, kwa hayo amejifunza sabru na anaifunza kwa wengine waja wa Allah. Bila shaka wazee wana sehemu kubwa katika mujtamaa. Bila shaka wao wana hikma fi ittikhadhi al-qarar, kuchukua maamuzi, wanatumia muda kwa hekima. Bila shaka watu wenye miaka mingi huwa hawahukumu moja kwa moja kama vile watoto wadogo, bali kwa tabia walizoishi, kwa maisha walioishi, wanahukumu hukumu inayohitajika wakati unahitajika, sawa na experience ya maisha ambayo wako nayo. Fakam anqadat nasihata shaykhi mujtamaa min alfitna, ni mara ngapi hikma ya mtu mmoja ambaye ni mzee imeokoa jamii nzima na fitna. Waja wa Allah, hii ni sehemu kubwa ya wazee kwenye mujtamaa. Bila shaka wazee wao wana sehemu kubwa ya kuendelesha mujtamaa mbele. Almujtamau alladhi dhayya kibara sin, bila shaka mujtamaa ambao liwapoteza wazee wao kiuhakika au kimaana, yani mujtamaa ambao hauna wazee, ni vijana tu, hapo ni kiuhakika. Ama mujtamaa ambao una wazee, ambao wazee hawa hawahusiki na mujtamaa, hapa ni kimaana. Ama mujtamaa ambao una wazee, wazee ambao wanachukua tabia ya vijana, bila shaka mujtamaa huyu umepoteza wazee wao. Matokeo ni nini? Yukarriru akhtaa. Bila shaka mujtamaa huyu makosa yake huwa yanarejelea. Ili kosa leo na kosa kesho, hilo kosa kesho kutwa, mtoto kazaliwa na haya matatizo yapo, na anakuwa hayo matatizo, na anazeeka katika hayo matatizo. Huyu ni mujtamaa uliopoteza wazee wao. Waja wa Allah, mujtamaa ambao ulipoteza wazee ni mujtamaa ambao unaishi bila kumbukumbu. Watu wanaishi hawajui walitoka wapi. Bila shaka Muislamu, ukiishi maisha yako haujui ulitoka wapi, hautojua unaelekea wapi. Mtu huwa anajifunza yale yaliyopita ili aweze kuishi haya anayoishi na kuandaa yale ambayo atakayoishi mbele. Ikiwa kwamba wazee watapotea kimaana ama kiuhakika, bila shaka mujtamaa hautojua uliishi nini na hautoelewa unaenda kuishi nini. Waja wa Allah, fashababu bilquwwati wattaqa, ujana ni nguvu na uwezo, walkibar bilhikmati walkhibra, na wazee ni wenye hekima na wenye experience. Waja wa Allah, idha ijtamaat tajriba maa alhamasa taqaddama almujtama, ikiwa kwamba jamii itaunga haya mambo mawili, hekima
hekima na mazoea na experience pamoja na hamasa ya vijana, bila shaka mujtamaa huyu utaendelea mbele. Wa idha fasala ahaduhuma, na ikiwa moja itatoka ukabaki tu hamasa ya vijana, hakuna hekima ya wazee, jamii hii itaharibika. Ukabaki hekima ya wazee, hakuna hamasa ya vijana, jamii hii itaharibika. Waja wa Allah, wazee wangu watukufu, bila shaka tumekuwa mikononi mwenu. Eleweni ya kwamba mna sehemu kubwa kwenye jamii yetu kuipeleka mbele. Eleweni ya kwamba mna dauru kubwa ya kumaliza kurudi nyuma katika mujtamaa na kuweka gia ya kusonga mbele. Mna dauru kubwa ya kupeleka Uislamu wetu kwenye sura tofauti na sura ambayo tulikuwa nayo. Bila shaka wazee wangu ambao tuko nao katika miji yetu, wazee wetu ambao tuko nao katika miji yetu, itumieni hikma ya kujenga, siyo kimya ya kubomoa. Itumieni hikma ya kuendelea, sio ukimya wa kurudi nyuma. Itumieni fursa ya historia mlioifahamu kutengeneza historia tutakayozeeka nayo. Itumieni fursa hiyo wazee wangu. Bila shaka mujtamaa huyu uko kwenye vichwa vyenu. Bila shaka mujtamaa huyu unawahitaji nyinyi. Endapo hamtotumia fursa hii, nyinyi mnaojua tulitoka wapi, nyinyi mnaojua tulizaliwa aje, nyinyi mnaojua tulikuwa katika mazingira gani, bila shaka hakuna mazingira mtataandalia sisi tutakapozeeka. Endapo nyinyi mtatumia fursa hii kwa kunyamaza na kutokutumia hekima yenu, bila shaka tutaangukia sisi kwenye uzee ambao hautojalia chochote cha kheri katika mujtamaa. Waja wa Allah, eleweni ya kwamba mnahitajika wazee kutuandaa kesho sisi tutakapozeeka. Tusizeeke na haya matatizo yafuatayo ambayo tunataka kuyasema. Aljahlu ma'a kibari sinni, kuzeeka na ujinga bila shaka ni matatizo makubwa. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu anasema katika maneno yake yenye hekima, maneno yake mazuri, maneno ambayo lazima tuyaelewe na tuyasikie kwa nyoyo zetu. Anasema Umar, tafaqahu qabla an tasudu, someni, kuweni na elimu kabla hamjafikia sehemu ambapo mtasema mkasikilika, mtanasihi mkaeleweka, mtaongoza mkafatwa. Someni. Kwa nini waja wa Allah? Kwa kuwa endapo utakuwa mzee na haukusoma na haujui dini, bila shaka maneno yako masmua, maneno yako yanasikilika. Ukisema maneno ambayo hayafai, watu watasikia yasiyofaa na wote watatekeleza yale ambayo hayana faida. Wa ra'yuka matbu'a, na rai yako inafuatwa. Labda watu waligombana, wanakujia mzee, kama wewe hauna hekima ukawapa rai yako kwenye matatizo yao, wakaifuata rai yako na rai yako ni mbaya, bila shaka unawapoteza. Waja wa Allah, endapo itakuwa hali kama hiyo, kama nyinyi wazee hamsimami kidete kuandaa wazee wa kesho ambao ni vijana wa leo, kwa kuwasomesha na kuwalea na kuwafunza na kuwanasihi, bila shaka mtazekesha wajinga. Na mkizekesha wajinga watasema upuuzi, na wakisema upuuzi watabomoa jamii, na jamii itakuwa na hatari iliyokuwa kubwa. Waja wa Allah, eleweni ya kwamba wa vijana ambao hawakusoma wakazeeka ni wajinga, huwa wanatumiwa kwenye sehemu
mkubwa kurudisha mujtamaa nyuma. Ni hao ndio wanaokataa kila maendeleo yenye manufaa, wanakataa kila maendeleo yenye manufaa kwa kudhani ya kwamba kutokufanyiwa maendeleo na wao siyo maendeleo, hali ya kwamba hekima ya mzee ni yoyote yule anayefanya maendeleo huwa anahesabika na mzee naye kama anahusika, kwa kuwa ni yeye ndiye kiongozi na ni yeye ndiye mzee. Waja wa Allah, matatizo ya kijana kukua mjinga mpaka akazeeka inafanya nini? Inafanya achange baina ya ada na ibada, kiasi ambacho unamuona kijana ambaye amezoea katika ada yake jambo fulani ambayo haifai katika dini, anapozeeka ukimwambia hili jambo si katika dini, anakuambia wewe ni wajana, haujui, sisi tumekuwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abauna. Unapowaambia wazee ambao walipoteza ujana wao wakazeeka kwenye ujinga, fateni haya ndiyo dini, wanakwambia wewe ni kijana, haya ambayo tunayoyafanya ndiyo tuliowakuta wazee wetu wanafanya. Ndugu zangu Waislamu, hakika Uislamu haukumtukuza mzee na kumweka juu mzee kwa kuwa tu ana miaka mingi. Hapana, umemtukuza mzee na ukamweka juu mzee kwa kuwa ana hikma na yuko na experience ya maisha na yuko na ilmu. Ndio maana waja wa Allah, laisa minna, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, laisa minna, hayuko na sisi, man lam yuqir kabirana, yule ambaye hawaheshimu wazee wetu. Waja wa Allah, bila shaka kuwaheshimu wazee la yaani sukutu anil jahli, hilo lazima lieleweke. Kuwaheshimu wazee sio maana yake kunyamazia ujinga utakaofanya, hapana. Wa tashihu al-khata, na kukosoa makosa, la yaani qillat al-adab, sio maana yake kwamba mtu hana adabu. Ndugu zangu Waislamu, mujtamaa wetu na jamii yetu ya Kiislamu inahitaji kuongoka kwenye njia zote, na kila mtu katika Uislamu ana sehemu yake ya kuongoza jamii. Kijana, una sehemu yako ya kupeleka jamii. Mzee, hikma yako inahitajika kwenye kupeleka jamii. Na vile vile mtoto, hikma yako ama kusoma kwako kunahitajika kwenye kupeleka jamii. Wanawake pia na wanaume na familia na ndoa, haya yote ni katika mambo ambayo yanayosaidia kupeleka jamii. Ndugu Muislamu, kwa hotuba hizi ambazo zinazofuatana kama ulivyozisikia toka mwanzo hadi leo, naamini ya kwamba na wewe unahusika. Tumia fursa hii, mja wa Allah, kuona sehemu yako ni wapi. Wewe ni nani? Je, wewe ni msomi? Je, wewe ni kijana? Ama wewe ni mzee? Tumia fursa hii, jamii yetu kwa pamoja isonge mbele. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashkuru Allah subhanahu wa ta'ala,
ziada rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, sote tukitizama kwenye kalenda, leo ni tarehe 27 mwezi wa Rajab. Kuna baki siku 3 tuweze kuingia ndani ya mwezi wa Shaaban. Waja wa Allah, tunazindua na kukumbusheni ya kwamba bila shaka Waislamu wote wanaamini kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesafiri safari ya Isra na Mi'raj, ya kutoka Makkah hadi Baitul Maqdis na kutoka Baitul Maqdis hadi peponi ama mbinguni. Waja wa Allah, bila shaka safari hii sote tunaiamini, lakini kuna matatizo ambayo yamekuwa na yamekomaa na tumeijua, na ni kweli ni matatizo, na Allah subhanahu wa ta'ala turuzuku kifahamu na kujiweka mbali matatizo ya kujua ya kwamba safari hii ilifanywa leo tarehe 27 mwezi wa Rajab. Hayo sio maneno ya kweli. Safari hii haina date yoyote ile ambayo dini yetu ilipokelewa kwamba safari hii imepatikana pale. Kwa hiyo hakuna safari ya Isra na Mi'raj tarehe 27 mwezi wa Rajab, kama vile hakuna ibada maalumu ya usiku wa tarehe 27 mwezi wa Rajab. Hilo ni la kwanza. Hata kama tutawakuta wazee wetu waliyafanya, lakini awalau kanu la yaqilun, sinawezekana walikuwa hawajui haya, sinawezekana walikuwa hawajui kama haya sio kweli. Kwa hiyo uhakika wa mambo ni kwamba safari ya Isra na Mi'raj haikufanywa ndani ya tarehe 27 na hakuna ibada yoyote maalum. Waja wa Allah, tunaukaribia mwezi mtukufu, sio mtukufu kivile, lakini ni mwezi wa baraka, mwezi wa Shaaban ambao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema ni mwezi ambao watu wengi wanafika kwao. Ni mwezi ambao unapatikana baina ya mwezi wa Rajab na mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu na mwezi wa Ramadhani pia ni mwezi mtukufu. Mwezi wa Shaaban unapatikana ndani yake. Mwezi wa Shaaban ndio mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala anapandisha matendo yote mazuri na mabaya yote aliyofanya binadamu, anapandisha ndani ya mwezi wa Shaaban. Bila shaka mwezi huyu ni mwezi mzuri, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa anafunga mwezi wa Shaaban, bali alikuwa anafunga sana ndani ya mwezi wa Shaaban. Anasema Aisha radhiallahu anha, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamu shahrin illa Ramadhan, sikumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anakamilisha kufunga mwezi mzima isipokuwa Ramadhani. Na hapa naweka nukta kwa wale ambao mpaka leo bado wanafunga mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab sio mwezi wa siyamu. Bila shaka mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu ambao ndani yake inapendekeza kufanya matendo mazuri, na katika matendo mazuri kuna siyamu. Kwa hiyo Mtume hakuwahi kukamilisha mwezi mzima kwa siyamu isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Wa ma raaitu akthar siyaman minhu fi Shaaban, na sikuwahi kumuona anafunga sana katika mwezi mwingine isipokuwa ndani ya mwezi wa Shaaban. Bali hadithi nyingine inasema alikuwa anafunga mwezi wa Shaaban kama wote isipokuwa siku 2 ama siku 3. Na pia waja wa Allah, naamini ya kwamba katika hutuba zinazofuata tutajifunza taratibu moja baada ya nyingine kuhusu mwezi wa Shaaban na funga yake na hukumu zake. Ila waja wa Allah, kesho ama kesho kutwa ama siku ya kufuatia itaanza mwezi wa Shaaban. Muislamu ambaye unaidiriki na unaifuatilia kalenda ya Kiislamu, bila shaka ndio bora wa kalenda hizi, ndio utajua ni lini Shaaban itaanza. So bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala akichukua matendo yako na wewe umesaumu, itakuwa ni kheri,
iliyokuwa kubwa. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi mu'ayyadan ma'suma. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa untana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.